Hakuna gari lililosimama kwa ajili ya mwanamke mjamzito maskini, kwa sababu alisimama peke yake kando ya njia, na hilo lilionekana kutiliwa shaka. Jua lilikuwa kali, vumbi likipanda kila mara gari lilipopita. Mwanamke huyo aliitwa Amina. Alishika tumbo lake kwa mkono mmoja huku mwingine ukijaribu kuashiria magari yapunguze mwendo. Lakini kila dereva alimwangalia kwa sekunde chache, kisha akaongeza mwendo kana kwamba anaogopa kitu kisichoeleweka. Amina alikuwa amechoka, miguu yake ilikuwa imevimba na moyo wake ulikuwa umejaa hofu na matumaini kwa wakati mmoja. Hakujua kama angefika hospitali kwa wakati. Alijua tu kwamba mtoto aliyekuwa tumboni mwake hakuwa na hatia ya maisha magumu aliyokuwa akiishi. Watu wachache waliopita kwa miguu walimwangalia kwa huruma, lakini hakuna aliyesimama kwa muda mrefu kumsaidia. Wengine walinong'ona, siku hizi huwezi jua, labda ni mtego. Maneno hayo yalimchoma kama sindano moyoni. Lakini Amina hakukata tamaa. Aliendelea kusimama pale, akitumaini kwamba mtu mmoja tu angeona ubinadamu ndani yake. Umbali mfupi kutoka alipokuwa Amina, kijana mmoja aitwaye Musa alikuwa akiendesha bodaboda yake polepole. Siku hiyo hakuwa na abiria, na mawazo yake yalikuwa mbali. Alikuwa akifikiria jinsi ya kulipa deni lake la mkopo wa simu aliyokuwa amenunua kwa ajili ya kazi yake. Alipomwona Amina kwa mara ya kwanza, alipunguza mwendo. Lakini kama wengine, alisita. Habari za watu kudanganywa barabarani zilikuwa zimejaa kila mahali. Alijiuliza, je, nikisimama nitakuwa salama? Lakini macho ya Amina yalimfikia. Hayakuwa ya hila, hayakuwa ya ujanja. Yalikuwa macho ya mtu anayehitaji msaada wa kweli. Musa alihisi moyo wake ukibadilika. Alikumbuka mama yake aliyefariki miaka michache iliyopita. Alikumbuka jinsi watu wachache walivyomsaidia wakati huo. Alisimamisha pikipiki yake taratibu. Dada, unaenda wapi? Aliuliza kwa sauti ya upole. Amina alijaribu kuzungumza, lakini machozi yakamtoka kwanza. Hospitali, tafadhali. Musa hakuhitaji kusikia zaidi. Panda, alisema kwa uamuzi. Kwa mara ya kwanza tangu asimame pale, Amina alihisi tumaini likirejea ndani yake. Safari haikuwa rahisi. Barabara ilikuwa na mashimo, na kila mtikisiko ulimfanya Amina ashike tumbo lake kwa maumivu. Musa aliendesha kwa uangalifu mkubwa, akiepuka mashimo kadri alivyoweza. Pole sana dada, nitajaribu haraka lakini salama, alisema. Amina alitikisa kichwa polepole. Asante, Mungu akubariki. Walipofika karibu na kituo kidogo cha biashara, watu waligeuka kuangalia. Mwanamke mjamzito juu ya bodaboda hakikuwa kitu cha ajabu, lakini hali yake ilionyesha dharura. Mzee mmoja aliyekuwa kando ya duka alipiga kelele, harakisha kijana, huyo anakaribia kujifungua. Maneno hayo yaliongeza presha kwa Musa, lakini pia alimpa nguvu. Aliongeza mwendo kidogo, macho yake yakitazama mbele tu. Amina alianza kulia kwa sauti ndogo. Maumivu yalikuwa yanaongezeka, lakini alijikaza akijua kwamba bado walikuwa njiani. Musa hakusema tena. Alikuwa ameamua moyoni kwamba hata kama angepata shida, lazima amfikishe salama. Na hapo ndipo safari ilianza kubadilika kuwa zaidi ya msaada. Ilikuwa sasa jukumu la maisha na kifo. Walipofika hospitali ndogo ya karibu, wauguzi walikimbia mara moja walipomwona Amina. Musa alisaidia kumshusha kwa uangalifu, akishika mkono wake kwa nguvu kama ndugu. Alikuwa peke yake barabarani, Musa aliwaambia wauguzi kwa haraka. Walimchukua Amina ndani bila hata kuuliza maswali mengi. Kelele za haraka na maagizo zilijaza hewa. Musa alibaki nje, akihisi moyo wake ukipiga kwa kasi. Dakika zilionekana kama masaa. Alitembea huku na kule, akijiuliza kama alichelewa sana au alifika kwa wakati. Mwanamke mmoja aliyekuwa akingoja nje alimwangalia. Ni ndugu yako? Aliuliza. Musa alitikisa kichwa. Hapana, nilimkuta tu barabarani. Mwanamke huyo alitabasamu kidogo. Siku hizi si rahisi kupata mtu wa namna hiyo. Maneno hayo yalimgusa Musa. Hakujiona kama mtu maalum, alifanya tu kile alichohisi ni sahihi. Lakini ndani ya moyo wake alihisi jambo lisiloelezeka, kana kwamba siku hiyo ingeacha alama ambayo hata isahau. Ndani ya chumba cha kujifungulia, maisha mapya yalikuwa yanapigania kuingia duniani. Baada ya muda mrefu wa kusubiri, kilio cha mtoto kilisikika. Sauti hiyo ilivunja ukimya wote wa hospitali. Musa alisimama ghafla, moyo wake ukiruka kwa furaha ambayo hakutarajia. Muuguzi alitoka nje akiwa na tabasamu. Mama na mtoto wako salama, alisema. Musa alipumua kwa kina, kana kwamba mzigo mzito umeondoka mabegani mwake. Asante Mungu, alinong'ona. Dakika chache baadaye, aliruhusiwa kumwona Amina. Alikuwa amechoka, lakini uso wake ulikuwa na amani ya ajabu. Mtoto mdogo alikuwa amelala kifuani mwake.
Alipomwona Musa, macho yake yalijaa machozi. "Nisingeweza kufika hapa bila wewe," alisema kwa sauti ya chini. Musa alitikisa kichwa. "Ni Mungu tu, mimi nilikuwa ndia." Amina alitabasamu. "Basi leo umekuwa sehemu ya familia yangu." Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Musa kwa uzito wa ajabu. Hakujua kwa nini, lakini alihisi kwamba maisha yake yameanza kubadilika polepole. Na hapo hadithi haikuwa imeanza tu, ilikuwa imefungua mlango wa siri ambayo hakuna aliyekuwa ameitarajia. Siku iliyofuata, Musa hakusubiri hata kidogo kurudi hospitali. Alikuwa na hisia isiyo ya kawaida moyoni, kama kwamba ile familia aliyosaidia haikuwa imeisha kuingia kwenye maisha yake. Alipofika hospitali, alimkuta Amina akiwa amekaa kitandani, mtoto akiwa amefungwa KWA kitambaa kidogo. Uso wake ulikuwa na amani, lakini macho yake yalionyesha uchovu wa safari ndefu. "Musa, umekuja tena?" Amina aliuliza kwa mshangao kidogo. Musa alikuna kichwa kwa aibu. "Nilikuwa nataka kuhakikisha mko sawa." Amina alitabasamu. "Hujui tu ulivyotufanyia. Kama usingesimama, labda ningepoteza mtoto wangu." Musa hakujibu mara moja. Alitazama mtoto huyo mdogo, kisha akasema kwa upole, "Anafanana na mtu mwenye matumaini." Wote wawili walitabasamu. Lakini nje ya dirisha la hospitali, mtu mmoja alikuwa akiwaangalia kimya kimya. Alikuwa amevaa koti la zamani na kofia iliyofunika uso wake. Hakusema chochote, lakini macho yake yalikuwa mazito. Aligeuka na kuondoka taratibu bila mtu kumtambua. Hapo ndipo kitu kilianza kuonekana kuwa si kawaida tena. Siku 2 baadaye, Amina aliruhusiwa kurudi nyumbani. Musa alijitolea kuwasaidia hadi kijiji kidogo nje ya mji wa Kiambu, ambako Amina alisema anaweza kupata msaada wa ndugu wa mbali. Safari ilikuwa ya utulivu, lakini kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Amina alimshika mtoto wake kwa nguvu. "Sijui nitakulipaje Musa," alisema kwa sauti ya chini. Musa alitikisa kichwa. "Usiwaze kulipa. Wakati mwingine maisha hutulipa kwa njia nyingine." Walipofika kijijini, walikaribishwa na mwanamke mzee aitwaye Bibi Wairimu. Alikuwa na macho ya kuona mengi. Alipomwona Amina, alitulia kwa muda mrefu. "Huyu mtoto," alisema taratibu. Kisha akanyamaza. Musa na Amina walitazamana. "Una maana gani bibi?" Amina aliuliza. Lakini Bibi Wairimu aligeuza uso wake. "Hamna, ni mawazo tu." Lakini uso wake ulikuwa umebadilika kabisa. Na usiku huo alikataa kulala mapema kama kawaida yake. Usiku ulipoingia, Bibi Wairimu alikaa karibu na moto mdogo nje ya nyumba yake. Alikuwa akifikiria sana. Alikumbuka kitu cha miaka mingi iliyopita, siri ambayo aliahidi kamwe kuifichua. Alipokuwa bado amezama mawazoni, mtu alipiga hodi taratibu. Alipofungua mlango, alikuta yule mtu wa koti la zamani aliyekuwa hospitalini. "Nilikuona," alisema kwa sauti ya chini. Bibi Wairimu alishtuka. "Unanifuata nini?" Mtu huyo alitazama nyuma kuhakikisha hakuna anayesikia. Mtoto huyo si wa kawaida. Kuna watu wanamtafuta. Bibi Wairimu alitetemeka. "Hapana, hiyo haipaswi kurudi tena." Lakini mtu huyo alitikisa kichwa. "Imesharudi. Na sasa kila kitu kitabadilika." Kisha akapotea kwenye giza la usiku. Bibi Wairimu alishika kifua chake kwa nguvu, akijua kwamba amani aliyokuwa akijua imeanza kuvunjika tena. Kesho yake asubuhi, Musa alirudi kijijini kumwona Amina kabla ya kuondoka kurudi mjini, lakini alipofika alikuta nyumba ikiwa kimya kupita kawaida. "Amina," aliita. Hakuna jibu. Bibi Wairimu alitoka nje akiwa na uso wa wasiwasi. "Wameondoka usiku." Musa alishtuka. "Wameenda wapi?" Bibi Wairimu alishusha sauti. "Watu walikuja usiku, walikuwa wanamtafuta mtoto." Moyo wa Musa ulianza kupiga kwa kasi. Ni watu gani? Lakini Bibi Wairimu hakujibu moja kwa moja. Badala yake alisema, "Hii si mara ya kwanza kwa familia hii kukimbia." Musa alihisi kichwa kikizidiwa. Kila kitu kilianza kuwa kisichoeleweka, lakini jambo moja lilikuwa zazi. Amina na mtoto wake
walikuwa hatarini. Na sasa, bila kujua kwa nini, Musa alihisi kwamba yeye pia alikuwa sehemu ya hatari hiyo. Musa hakusubiri tena. Alianza kutafuta Amina kila mahali alipojua: hospitali, vituo vya basi, hata maeneo ya vijijini. Lakini kila mahali alipewa jibu moja tu: hatujamuona. Siku moja jioni, alipokuwa amekaa kituoni akiwa amechoka, simu yake ilipiga. Namba haikuwa inayojulikana. Alipoipokea, sauti ya chini ilisikika: Musa, usitafute zaidi. Moyo wake ulisimama kwa sekunde. Wewe ni nani? Aliuliza kwa haraka, lakini simu ikakatika. Alipoiangalia tena, ujumbe mmoja ulikuwa umeingia: ulichofanya hospitali kilifungua kitu ambacho usingepaswa kugusa. Musa alitulia kimya, macho yake yakiwa wazi kwa mshangao. Kwa mara ya kwanza, alielewa kwamba ile siku ya kusaidia Amina haikuwa tukio la kawaida. Ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Usiku huo Musa hakulala. Ujumbe ule ulikuwa unazunguka kichwani mwake kama mwanga usiozimika. Ulichofanya hospitali kilifungua kitu ambacho usingepaswa kugusa. Alikaa kitandani kwake kidogo cha kupanga cha Kayole, macho yakiwa wazi. Kila sauti ndogo NJE ilimfanya atetemeke. Asubuhi mapema, aliamua kwenda hospitali ile ile tena kutafuta majibu. Lakini alipofika, muuguzi alikuwa amemsaidia Amina alionekana kushangaa sana kumuona. Mwanamke yupi? Aliuliza. Mjamzito niliyomleta hapa siku chache zilizopita. Muuguzi alitikisa kichwa. Hakuna rekodi kama hiyo. Musa alisimama KWA, mshtuko. Haiwezekani. Nilikuwepo hapa. Lakini muuguzi alionekana kama hajawahi kumsikia. Hata jina la Amina halikujulikana kabisa kwenye mfumo. Musa alitoka NJE pole pole, moyo wake ukiwa mzito. Basi nilisaidia nani? Alinongona. Na hapo ndipo alianza kuamini jambo moja lisiloelezeka. Kama vile Amina na mtoto wake walifutika kimya kimya kutoka kwenye rekodi za dunia. Musa alirudi kijijini cha Bibi Werimu bila kupoteza muda. Alikuwa na majibu anayoyatafuta. Lakini alipofika, nyumba ilikuwa imefungwa. Majirani walimwambia Bibi Werimu aliondoka asubuhi mapema bila kusema anakokwenda. Aliondoka kama mtu anayekimbia, alisema mzee mmoja. Musa alihisi hasira na kuchanganyikiwa. Kila mtu anaondoka bila maelezo. Alikaa chini ya mti mkubwa akifikiria hatua yake inayofuata. Ndipo aliona mtoto mdogo akicheza mbali kidogo na nyumba zamani. Alimwendea kwa upole. Ujambo? Mtoto alitabasamu. Nimepewa hii kukuonyesha mtu mwenye huruma. Mtoto alimkabidhi karatasi ndogo iliyokunywa. Musa alifungua. Ilikuwa na maneno matatu tu: usimtafute mjini. Moyo wake ulianza kudunda kwa nguvu. Musa alirudi mjini, lakini sasa hakuwa na amani tena. Kila kona alihisi kama anafuatwa. Usiku mmoja akiwa anatembea kuelekea room yake, gari jeupe lisilo na namba lilisimama karibu naye. Milango ilifunguka. Sauti ya mwanaume ilisikika, panda. Musa alirudi nyuma. Wewe ni nani? Lakini mikono miwili ilimvuta kwa nguvu ndani ya gari. Gari liliondoka haraka. Ndani kulikuwa na wanaume wawili waliovaa suti nyeusi. Hawakusema mengi. Unatafuta Amina, mmoja alisema. Musa alijibu kwa ujasiri wa hofu, ndiyo, nifanyeni nini? Mwanaume ule alitabasamu kidogo. Basi umeingia kwenye mchezo usio wako. Musa alimeza mate, lakini sasa huwezi kurudi nyuma. Gari lilisimama kwenye jengo kubwa lisilo na alama. Musa alipelekwa ndani ya chumba cha chini. Ndani kulikuwa na skrini kubwa, faili na picha nyingi za watu. Mwanaume mmoja mzee aliketi mbele yake. Jina langu ni Kamau, alisema. Na wewe umegusa siri ambayo imekuwa ikifichwa kwa miaka. Musa alikunja uso. Siri gani? Mimi nilimsaidia tu mwanamke mjamzito. Kamau alitabasamu kwa huzuni. Huyo si mwanamke wa kawaida. Alibonyeza kifungo. Picha ya Amina ilionekana. Lakini chini yake kulikuwa na maandishi, kielelezo cha mradi uliopotea. Musa alishangaa. Mradi? Kamau alitikisa kichwa polepole. Mtoto huyo ana uhusiano na kitu ambacho watu wengi wako tayari kuua, kukipata. Musa alihisi jasho likimtoka, na kwa mara ya kwanza alijua kwamba Amina hakukimbia tu, alikuwa anafuatwa. Usiku ule Musa alifunguliwa kutoka kwenye jengo hilo, lakini kwa onyo moja, ukizidi kutafuta, hautaishi kuona kesho, alisema Kamau. Lakini Musa hakusikiliza. Alirudi mtaani akiwa amechanganyikiwa, lakini akiwa na azma mpya. Aliamua kumtafuta Amina hata kama itamgharimu maisha yake. Siku iliyofuata alipokea ujumbe mwingine, uko karibu sana.
acha kabla hujachelewa. Lakini chini yake kulikuwa na picha fupi ya basi lililokuwa likielekea upande wa Narok. Musa alisimama. Basi nitaenda Narok, alisema kwa sauti ya chini. Na safari mpya ilianza. Safari ya ukweli, hatari na siri iliyofichwa kwa muda mrefu kuliko alivyoweza kufikiria. Musa alifika stendi ya mabasi mapema sana asubuhi. Upepo wa baridi ulipita kati ya watu waliokuwa wakiharakisha safari zao, lakini yeye alikuwa amesimama kimya, macho yake yakitafuta basi la Narok. Kila sekunde iliyopita ilionekana kama mzigo. Hatimaye aliliona, basi la zamani lililochoka kidogo, lakini ndilo lililoandikwa kwenye ujumbe. Alipanda bila kusita. Ndani ya basi, watu walikuwa na mazungumzo ya kawaida, wengine wakicheka, wengine wakilala. Lakini Musa alikuwa tofauti. Macho yake yalikuwa makini, akihisi kama kila mtu anaweza kuwa sehemu ya kile anachokikimbiza. Kando yake alikaa mwanamke mzee aliyekuwa na shuka ya rangi ya kijani. Alimtazama Musa kwa muda, kisha akasema, "Unaenda Narok kutafuta au kukimbia?" Musa alistuka kidogo. "Unajuaje?" Mwanamke alitabasamu kidogo. Uso wa mtu anayefuatwa na siri haujifichi. Musa hakujibu, lakini ndani yake alijua safari hii haikuwa ya kawaida tena. Walipofika katikati ya safari, basi lilisimama ghafla bila sababu. Dereva alishuka kuangalia engine. Ndani ya basi hali ilibadilika. Watu walikuwa wananong'ona. Musa alitazama nje kupitia dirisha. Gari jeupe lilikuwa limesimama nyuma ya basi. Moyo wake ulipiga kwa kasi. "Wamefika," alinong'ona. Mwanamke mzee aliyekuwa kando yake alifunga macho. "Nilikwambia, huwezi kukimbia hii hadithi." Musa alitaka kushuka, lakini mlango ulikuwa umefungwa. Mwanaume mmoja alivaa suti alikaribia basi na kumtazama Musa kupitia dirisha. Alinyanyua simu yake kama kumpiga picha, kisha akatabasamu. Na gari jeupe likaanza kuondoka taratibu, kana kwamba walikuwa tu kuja kuhakikisha Musa hawezi kurudi nyuma. Basi liliendelea na safari baada ya dakika chache, lakini Musa hakuwa na amani tena. Alishuka Narok akiwa amechoka na mawazo mengi. Alianza kuuliza watu kama wameona Amina. Wengi walimwangalia kwa mshangao. "Hatujui mwanamke huyo," mmoja alisema, lakini mzee mmoja sokoni alimvuta pembeni. "Niliona mtu kama huyo, lakini hakutaka kuonekana." Moyo wa Musa uliruka. Alikuwa wapi? Mzee alitazama pande zote kisha akasema kwa sauti ya chini, "Alielekea mashamba ya Ololulunga." Lakini alifuatwa. Musa alihisi baridi moyoni. Na nani alimfuata? Mzee hakujibu. Badala yake alionyesha ishara ya kimya na akaondoka haraka. Musa alibaki peke yake, akielewa kwamba sasa kila mtu anaogopa hata kutaja jina hilo. Usiku uliingia mapema Narok. Musa alitembea kuelekea eneo la mashamba lililotajwa. Kila hatua ilikuwa na kimya kizito. Alipofika karibu na nyumba ya shamba iliyotelekezwa, aliona taa ndogo ikiwaka ndani. Alijificha nyumba ya ukuta wa mawe. Ndani kulikuwa na watu wawili wakiongea. "Mtoto bado yuko naye?" mmoja aliuliza. "Ndiyo, lakini hatujapata nafasi." Moyo wa Musa ulisimama. Alijua wanazungumza kuhusu Amina, lakini mtoto gani hasa? Alisogea kidogo karibu zaidi. Lakini ghafla, tawi lilivunjika chini ya mguu wake. Kelele ndogo. Ndani, kimya kilitanda. Mtu mmoja akasema, "Kuna mtu nje." Musa alijua amegundulika. Musa alikimbia usiku huo bila kuangalia nyuma. Miti, vichaka na giza vilimzuia kuona vizuri, lakini hofu ilimpa nguvu zaidi ya kawaida. Alifika kijiji kidogo cha karibu akiwa amechoka sana. Alijificha kwenye banda la zamani la mifugo. Ndipo simu yake ilipopokea ujumbe mwingine, lakini huu ulikuwa tofauti. Ilikuwa video. Alipoifungua, moyo wake ulivunjika kidogo. Amina alikuwa amekaa chini, uso wake umechoka, mtoto akiwa na melala mikononi. Lakini nyuma yake kulikuwa na mtu yule yule wa koti la zamani. Sauti ilisikika kwenye video. "Musa, umechelewa kidogo." Kisha skrini ikakatika. Musa alikaza ngumi zake.
siwezi kurudi nyuma sasa, alinong'ona. Na mara hiyo alijua Amina hakuwa tu anafuatwa, alikuwa ameshikiliwa na siri ambayo sasa imefika hatua ya mwisho ya hatari. Musa alikaa ndani ya banda la zamani hadi mapambazuko, macho yake hajafumba hata kidogo. Video ile ilikuwa bado kichwani mwake, Amina akiwa amechoka, mtoto wake akiwa kimya, na yule mtu wa koti nyuma yake. Alipoona mwanga wa asubuhi, aliamua kutenda. Alitoka taratibu na kuelekea kijiji kilicho karibu kupata taarifa zaidi. Soko lilikuwa linaanza kufunguka. Watu walikuwa wakipanga bidhaa zao. Musa alimwendea kijana mmoja, muuzaji wa chai. Samahani, najua ni swali la ajabu. Umewahi kuona mwanamke mdogo na mtoto mdogo hapa siku chache zilizopita? Kijana alitulia, akatazama pembeni. Usilitaji hilo jina hapa kwa sauti kubwa, alisema kwa sauti ya chini. Musa alishtuka. Kwa nini? Kijana alishika kikombe chake kwa nguvu. Watu wanaoulizia huyo mwanamke hawarudi tena kawaida. Moyo wa Musa ulizidi kupiga. Anakotoka si pa kawaida. Kijana aliendelea. Na mtoto wake si wa kawaida pia. Musa alihisi baridi moyoni. Sasa ilikuwa wazi. Hili halikuwa suala la kawaida la uhamiaji au familia. Kulikuwa na kitu kikubwa zaidi. Musa alitembea kuelekea msitu mdogo uliokuwa pembeni ya kijiji. Alijua kama Amina yuko karibu, lazima kuna ishara. Ndani ya msitu, aliona kitu kilichomfanya asimame ghafla. Kifuniko cha kitambaa cha mtoto. Alikichukua kwa mikono inayotetemeka. Hapo ndipo alisikia sauti ya nyayo nyuma yake. Aligeuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini alijua anatazamwa. Sauti ya mwanamke ilisikika kwa mbali. Musa! Alifuata sauti hiyo. Kati ya miti, alimuona mwanamke akiwa amesimama. Ni Amina. Lakini alikuwa tofauti. Macho yake yalikuwa na hofu kubwa. Musa, kwa nini umefuata? Aliuliza kwa sauti ya chini. Musa alisogea mbele kwa haraka. Nimekuja kukutoa hapa. Amina alitikisa kichwa kwa nguvu. Hujui unachokikimbiza. Lakini kabla hajamaliza, taa za magari zilimulika msituni. Wamefika. Magari matatu yalisimama ghafla. Wanaume waliovaa mavazi meusi walishuka. Amina alimvuta Musa mkono. Kimbia! Lakini Musa alisimama. Hapana, siwezi kukuacha tena. Amina alimtazama kwa macho yenye maumivu. Hawataua mimi tu, watakuua pia. Lakini Musa alikaza meno. Basi tuone. Wanaume walikaribia polepole. Mtu mmoja alizungumza kwa sauti tulivu. Amina, tumekupa muda wa kutosha. Amina alitetemeka. Mtoto si mali yako tena, mtu huyo aliendelea. Musa alishtuka. Mnataka nini na mtoto huyo? Kuna ukimya mfupi. Kisha mmoja akasema, huyo mtoto ni ushahidi. Moyo wa Musa ulisimama. Sasa ilikuwa si tu siri, ilikuwa ushahidi wa jambo kubwa. Amina alianza kulia kimya. Musa, nilikimbia kwa sababu nilitaka kumlinda, alisema kwa sauti ya kuvunjika. Musa alimtazama. Kumlinda dhidi ya nani? Amina akavuta pumzi nzito. Baba yake. Musa alishtuka. Baba yake alikuwa sehemu ya kikundi cha watu waliokuwa wakifanya majaribio ya siri kwa watoto ambao hawajazaliwa, lakini alibadilika. Alitaka kumtoa mtoto nje ya mfumo. Kimya kilitanda. Walimuua, lakini kabla ya kufa alinipa ushahidi, Amina aliendelea. Macho ya Musa yalipanuka. Ndio maana wanamtafuta mtoto, kwa sababu wana ushahidi ulio hai. Sauti za nyayo zilianza kusogea karibu zaidi. Hakukuwa na muda tena. Mtu mmoja alitoa amri, mkamate sasa. Lakini kabla hawajafika, mlipuko wa taa kali ulitokea upande mwingine wa msitu. Gari lingine lilifika kwa kasi. Mtu alishuka kutoka humo. Ni Kamau. Musa alishangaa. Wewe tena? Kamau akanyanyua mkono. Hakuna muda wa maswali. Wanaume waliovaa mavazi meusi waligawanyika, kila mmoja akijaribu kuelewa kinachotokea. Kamau akamvuta Musa na Amina kuelekea gari lake. Kuingia haraka, walipanda KWA kasi. Gari liliondoka KWA kasi kubwa, huku risasi zikianza kurushwa nyuma yao. Amina alikumbatia mtoto wake kwa nguvu. Musa alitazama nyuma, macho yake yakiwa makali. Kwa nini unatusaidia sasa? Aliuliza Kamau. Kamau alitazama mbele tu. Kwa sababu sasa mchezo umeshabadilika, na si wao pekee wanaomtafuta mtoto. Gari lilipotea barabarani kwa kasi. Na hapa ndipo safari ya mwisho ya ukweli ilianza. Gari lilikuwa likikata barabara za vumbi, KWA kasi, matairi yakirusha mchanga nyuma yao. Ndani, kimya kilikuwa kizito kuliko kelele za NJE. Amina alikuwa amemkumbatia mtoto wake, KWA nguvu kana kwamba akimficha dhidi ya dunia nzima. Musa aligeuka kumtazama Kamau. Tuko wapi sasa? Kamau hakujibu mara moja. Macho yake yalikuwa mbele, kama mtu anayejua kila kona ya hatari hiyo.
tunaenda sehemu ambayo hawatafikiria kukufuata kirahisi, alisema hatimaye. Amina aliongea kwa sauti ya chini, na baada ya hapo Kamao alinyamaza kwa sekunde. Baada ya hapo tutakabiliana na ukweli. Musa alihisi kitu moyoni. Hakupenda jinsi maneno hayo yalivyosemwa. Ghafla simu ya Kamao iliita. Alipoitazama, uso wake ulibadilika. Wamegundua tunasogea, alisema kwa haraka. Musa alishika mlango wa gari. Basi tunaenda wapi sasa? Kamao alikata kona kali, mahali pa mwisho ambapo Amina anaweza kusema ukweli bila kuingiliwa, na gari likazidi kuongeza mwendo. Walifika kwenye jengo la zamani lililojificha karibu na shamba kubwa lililotelekezwa. Hakukuwa na dalili za maisha ya kawaida. Kamao aliwapeleka ndani haraka. Msitoe sauti, alisema. Ndani kulikuwa na chumba kidogo chenye faili nyingi, picha na vifaa vya zamani. Amina alikaa chini akitetemeka. Musa alikaa karibu naye. Amina, niambie kila kitu sasa. Hatuwezi kukimbia milele. Amina alifunga macho yake. Kila kitu kilianza kabla ya mimi hata kumjua baba wa mtoto wangu, alisema kwa sauti ya huzuni. Kamau alikaa pembeni akimsikiliza kwa makini. Amina aliendelea. Walikuwa wanachagua kina mama vijana, wanapoteza kila rekodi yao. Musa alishtuka. Kwa nini? Amina alimtazama. Kwa sababu walitaka watoto wenye alama maalum ya kiakili kwa ajili ya mfumo wa kifedha na data ya serikali za siri. Ukumbi mzima ukawa kimya. Hako ndipo Musa alielewa. Hii haikuwa hadithi ya kawaida tena. Ghafla, taa zote zilianza kuwaka na kuzima. Kamao alisimama haraka. Tumevamiwa! Mlio wa magari ulisikika NJE. Amina alishika mtoto wake kwa nguvu. Wamefika! Musa alisimama. Hatukimbii tena. Lakini Kamao alitikisa kichwa. Hawa watu hawaji kuzungumza. Milango ya NJE ilianza kupigwa. Mtu mmoja alizungumza kwa kipaza sauti. Toeni mtoto na hakuna atakayelazimika kufa leo. Amina alitetemeka. Musa alimtazama. Hatuwezi kuwapa. Kamao alitoa kifaa kidogo cha USB. Hii ndiyo ushahidi wote. Bila hii yote yatapotea. Musa alikishika, lakini Amina alititusa kichwa. Ukikichukua hiyo, watatufuata milele. Kimya kizito kilitanda, na hapo mlango ulianza kuvunjwa. Musa alikimbia na Kamau kuelekea mlango wa nyuma. Amina alibaki nyuma kwa sekunde chache akimtazama mtoto wake. Kisha akainuka. Siwezi kukimbia tena, alisema. Musa alirudi nyuma kwa haraka. Unamaanisha nini? Amina alitabasamu kwa machozi. Nimekimbia maisha yangu yote, lakini mtoto wangu hawezi kukimbia milele, Kamau alipiga kelele. Amina, hiyo si suluhisho. Lakini tayari alishatoka NJE kuelekea watu waliokuwa wakivunja mlango. Musa alitaka kumfuata, lakini Kamau alimzuia. Ukirudi sasa, yote yamekwisha. Musa alisimama, macho yake yakiwa mekundu. Na kwa mara ya kwanza, alihisi hana nguvu ya kuamua. Asubuhi ilipokucha, ukimya ulikuwa umejaa eneo lote. Musa na Kamau walirudi nje kwa tahadhari. Hakukuwa na milio tena. Hakukuwa na magari. Amina alikuwa amepotezwa, lakini mtoto alikuwa ameachwa kwenye blanketi ndogo karibu na mlango wa shamba. Musa alikimbia na kumchukua. Yuko hai, alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakijaa machozi. Kamao alikaa chini polepole. Amina alifanya uamuzi wake. Musa alimtazama mtoto. Basi sasa, alisema KWA, sauti ya kuvunjika lakini yenye matumaini. Nitamlea. Miaka ilipita. Mtoto huyo alikuwa akiwa na maisha ya kawaida, mbali na siri zote. Lakini kila mara Musa alipoangalia macho yake, alikumbuka mwanamke aliyesimama barabarani peke yake, na safari iliyobadilisha maisha yake milele. Na kila usiku alikuwa akisema kimya, Amina, ulimlinda MPA mpaka mwisho.